taarifa zilizotolewa ilikuwa ni zoezi kwamba ndege imeanguka, ni zoezi Hii leo Jumatatu ya tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara, Augustine Magere, ametolea ufafanuzi juu ya taharuki iliyotokea siku ya Ijumaa katika mji wa Musoma mkoani Mara katika eneo la uwanja wa ndege. Naitwa mrakibu mwandamizi Augustine Magere, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara. Ndugu wananchi, nachukua nafasi hii kutoa ufafanuzi juu ya zoezi lililofanyika mnamo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026 likiwa linajumuisha uwepo wa tukio la kuanguka kwa ndege. Ndugu wananchi, naomba tu itambulike kuwa taarifa zilizotolewa ilikuwa ni zoezi kwamba ndege imeanguka, ni zoezi ambalo lilitengenezwa kwa mujibu wa taratibu wa usalama wa viwanja kupitia sheria ya ICAO, lakini na mamlaka nyingine inataka kiwanja kifanye mazoezi ya utayari, na lengo la zoezi hilo inapimwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo zoezi hilo liloripotiwa kwamba uwepo wa ndege kuanguka, ndege ya Fokker 50 kitokea Mwanza kuja Msoma tarehe hiyo 27 mwezi wa 3 2026 katika uwanja wa Msoma, ilikuwa ni zoezi ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya kupima Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kadiri wanavyoweza kukabiliana na matukio in case kumetokea tukio la kweli. Lakini zoezi hilo lilikwenda vizuri kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vyote sambamba na wadau wote na watu wengine ambao walipaswa kushiriki katika zoezi hilo. Wito wangu kwa wananchi wetu wa mkoa wa Mara, tunawashauri kwamba wakati wa matukio ya namna hiyo inapotokea, iwe ni ndege, iwe ni magari ya abiria, iwe ni magari ya mafuta, iwe ni bomu au tukio lolote lile linalojumuisha hatari, wananchi wanashauriwa kutoweza kukimbilia katika maeneo ya tukio kwa ajili ya kwenda kutoa ushuhuda, kwani kwenda katika maeneo hayo kwenye hatari ni kuzidi kutengeneza hatari nyingine juu ya hatari ambayo inaweza ikapelekea kuleta madhara ya vifo na hata kuwa majeruhi. Kwa hiyo ni vizuri watu kuchukua tahadhari pindi watakapokuwa kumetokea tukio. Si vyema watu wasiohusika na tukio husika kwenda katika maeneo yale, kwani wanaweza kusababisha hatari nyingine na wao wakawa pia ni majeruhi. Lakini la pili, tuwatake wananchi au watumiaji wa vyombo vya barabarani, kwa maana vyombo vya usafirishaji, pindi wanaposikia wakati wa dharura magari ya zimamoto yanapiga ving'ora yakiwa kwenye dharura yake, au ambulance au magari mengine pia yanayotumia dharura kwa maana ya ving'ora, basi na washauri wapishe barabarani au wasimame kwa muda magari yale yaweze kupita kwenda kuhudumia watu, kwani kutumia barabara kwa wakati mmoja wakati magari ya dharura yanaenda katika kutoa huduma yaweza sababisha mwingiliano na msongamano na hata upelekea kusababisha ajali. Kwa hiyo hivyo ni watake wananchi wetu kwa usikivu na kwa kufuata taratibu na sheria, ni vizuri wakawegesha magari pembeni pindi wanapokuwa kwa magari haya yanakwenda katika kutoa huduma ya dharura. Lakini mwisho pia, na japo si kwa muhimu, wananchi watumie namba ya 114 kwa usahihi. Kumekuwa na mara nyingi baadhi ya watu au watoto au watu wengine hutumia namba ya 114 kwa kuarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuwa kuna tukio la moto, kunakuwa hakuna tukio. Kwa hiyo niwatake watoe taarifa sahihi kwa wakati. Lakini mwisho, kwa ajili ya tahadhari nyingine, katika mkoa wetu wa Mara kumekuwepo na tabia baadhi ya watu ambao wanajiita fire dealer. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa mujibu wa sheria namba 14 mwaka 2007 inampa mamlaka kamishna jenerali kusimamia majukumu yote, lakini kuna kibali ambavyo hutolewa kwa watu ambao wanaitwa fire dealer au wakala wa zimamoto. Wao kazi yao ni kujaza fire extinguisher au maana kufanya service pamoja na kuuza vifaa vya zimamoto katika majengo mbalimbali, taasisi za serikali
na maeneo mbalimbali. Sasa wako watu wasio waaminifu ambao tunaweza kutumia jina lisilo rasmi, vishoka au makanjanja. Wao wanatumia lupu hiyo kwenda katika maeneo mbalimbali au ya biashara au maeneo mengine yasiyo ya biashara au taasisi, kujitambulisha kwamba ni fire dealer na kufanya kazi pasipo kufuata taratibu. Niwatake wananchi wa mkoa wetu wa Mara kupitia ofisi zetu za serikali, taasisi na maeneo yote ya biashara, migodi, hoteli za kitalii mbugani, pamoja mashule, viwanda, vituo vya mafuta na maeneo mengine ambayo yanashughulika na biashara. Mtu yeyote atakayekuja kama fire dealer kwa ajili ya kutaka kufanya service ya mitungi ya zimamoto au kuuza mitungi ya zimamoto, awe na kibali kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji au na barua ya utambulisho, lakini awe na kibali hicho ambacho kimetolewa na Afande Kamishna Jenerali. La hasha, kama utakuwa umetilia mashaka, ni vizuri ukafika katika ofisi za Jeshi la Zimamoto mkoa wa Mara zilizoko karibu na wewe, au unaweza ukatoa taarifa kwa kutumia namba 114 au ukatoa taarifa moja kwa moja kwa namba ya kamanda kwa kutumia namba yake ya mkononi 0764 61 60 65. Kwa hiyo niwatake nitoe wito kwa wananchi wetu, pindi watakapoona watu wa namna hiyo, basi wasisite kutoa taarifa. Lakini pia mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara, Augustine Magere, ametoa taarifa ya ukaguzi wa magari ya abiria kuhusiana na uwepo wa fire extinguisher. Niwatake wenzetu wenye vyombo vya usafirishaji, magari yetu ya abiria yanayobeba abiria kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kutoka mkoa kwenda mkoa, na wanaosafirisha ndani ya mkoa, magari hayo na pamoja na magari yanayobeba watoto wa shuleni yanapaswa kuwa na fire extinguisher. Baada ya zoezi hili kwa kipindi cha Pasaka itakapopita, tutaanza zoezi maalum stendi kupitia kuangalia magari yote. Imekuwa ikitokea magari ya abiria haya, hizi IC, Coaster na mabasi na magari mengine ambayo yanabeba abiria, amebeba abiria, kumetokea moto hauwezi kuzimwa kwa sababu ana fire extinguisher. Kwa hiyo kutoweka fire extinguisher ni takwa la kisheria, utakuwa unahatarisha usalama wa abiria wako. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Tembelea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, lakini pia unapoingia kwenye YouTube channel yetu, hakikisha una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usisahau kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John.